Sikize kwa makini. Kila mtu hapa atapitia wakati wa joto. Wakati wa joto ni wakati gani? Maisha yanapokuwa magumu. Wakati ulikuwa unafanya kazi au kibarua, kampuni ikafilisika. Ulikuwa unasoma shule, matokeo yametoka, umefeli. Wakati wa joto. Ulikuwa unafanya biashara, usiku umeenda kulala nyumbani wakaiba duka. Ulikuwa umeolewa na mume mzuri na kanae vizuri nyumbani, ghafla akaanza kuwa na kimada. Unaitwa wakati wa joto. Ulikuwa unaweza kusoma darasani ukaelewa, ghafla unashangaa unaona giza. Ni wakati wa joto. Kila mtu anapitia. Ulikuwa na hela mfukoni, ghafla hakuna hela hata senti 5. Unaitwa wakati wa joto. Kila mwanadamu, sio wewe peke yako, na utakuwa wa kwanza kufikiwa hivyo. Kila mmoja hapa kuna wakati wake wa joto. Lakini unafanyaje sasa wakati kunapokuwa na baridi? Wakati ambapo maisha yanakatisha tamaa. Mtumishi wa Mungu Daudi anasema kitabu cha Zaburi 23 mstari ule wa 4. Anasema nijapopita wakati ambapo sina pesa mfukoni, wakati ambapo nimefukuzwa mpaka kwenye nyumba, wakati ambapo sijui hata kodi nitalipaje, wakati ambapo maisha yamegoma, anasema sitaogopa. Kwa moyoni mwako ninatamani, kwa sababu wakati upo kwenye maisha usiingiwe na hofu. Ukiingia hofu utamtenda Mungu dhambi. Ni wakati ambapo unatakiwa usome neno la Mungu kwa bidii, uende kanisani kwa bidii, ukimsubiri Mungu akutokezee wakati wako mwema. Ni muhimu sana kuangalia pia Zaburi 23 mstari wa 6. Anasema naam, wema na fadhili za nani? Za Bwana zitanifuata mimi. Hata kama kuna shida leo, bado zitakuja tu. Hata kama kuna tabu leo, bado zitakuja tu. Anasema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Wakati huo usikimbie nyumbani mwa Bwana. Endelea kuja kanisani kwa bidii, kwa sababu Mungu anaongea naye kupitia kanisani. Endelea kujisali kila siku, endelea kumtafuta Mungu, endelea kumsikiliza Mungu. Wakati unapitia mateso makubwa katika moyo wako, usikate tamaa. Jua hata hili Mungu atalifanya lipite. Kwa unaitwa wakati wa baridi na wakati wa joto. Wakati wa baridi ni mateso. Baridi sio raha. Hakuna mtu ambaye anapenda baridi. Hata chumbani ukilala usiku, unaposikia baridi unatamani ujifunike shuka. Na unakuta hata usingizi unaweza kukataa. Wakati ambapo ni wa baridi unatakiwa kufanya yafuatayo. La kwanza, kumbuka ahadi za Mungu. Na naomba ukumbuke katika Biblia hii yote ahadi kubwa za Mungu ambazo amesema ziko katika kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 25 na 26. Huu mstari naomba ukumbuke katika maisha yako. Kutoka 23 mstari wa 25 na 26. Anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakubarikia mkate wako na maji yako, nami nitakuondolea magonjwa katikati yako. Anasema hakutakuwa na mtu anayeharibu mimba wala aliyetasa. Anasema na siku za miaka yako nitazitimiza. Kwa inawezekana ukawa umepata ujauzito, alafu unakuta tayari damu inaanza kutoka. Lazima ukumbuke ahadi ya Mungu kwamba sitaharibu mimba. Haiwezekani. Sio fungu langu. Ninaikataa hiyo roho. Unaomba kwa bidii. Wakati ambapo utakuta magonjwa yamekujia, Baba naomba niondolee magonjwa. Ngoja nikwambie kuna tofauti kati ya magonjwa kukuingia na kuondolewa magonjwa. Wengi wetu hapa, baadhi yetu, magonjwa yameondoka. Sio kwamba yanakuja, yameondoka, hayaji kabisa. Kwa muombe Mungu kila siku, Baba niondolee maradhi, niondolee magonjwa. Kwa sababu kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Ninakunywa damu ya Yesu kwa ajili ya uzima na afya. Mungu umeniahidi na ndivyo itakavyotokea. Na Mungu ni mwaminifu, atafanya kile unachokiomba. Wakati wa baridi ni wakati wa kumbuka neno la Mungu linasemaje, ahadi za Mungu zinasemaje juu ya haya. Baba, nashindwa kula nyumbani kwangu. Watoto hawana chakula wote na mwezi wa shule umekaribia.
naomba nisaidie. Mungu atakusaidia. Itakapokuwa mwezi wa ngapi? Huu mwezi wa ngapi? Wa 3. Utaanza kuwa na kibubu nyumbani cha kuweka za kupeleka watoto shule. Vinginevyo itafika mwezi wa kwanza, nimekwama. Usifike huko, kwa sababu unajua kabisa mwezi wa kwanza lazima mtoto aende shule. Leo ni mwezi wa 3. Kwa Mungu akupe akili ya kujua wakati, ili ukipata shilingi 10 tunza shilingi 2. Ukipata shilingi 100 tunza shilingi 2. Ukipata shilingi 1000 tunza 200. Ngoja nikwambie, 200 unatia kwenye kibubu, baada ya muda fulani hela ya kutosha kumpeleka mtoto shule. Lakini kama ujui wakati, utakula zote. Alafu itafika mwezi wa kwanza, Mungu, nimeshindwa kumpeleka mtoto shule. Huo ni ujinga, na inabidi ubadilishe mfumo wa maisha katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe.